La kwanza, ahadi za Chama cha Mapinduzi ambazo na yeye alishiriki kuziandaa. Fungu la pili, ahadi za mgombea ambaye wakati huo alikuwa Dr. John Pombe Magufuli. Fungu la tatu, ahadi zake ambazo zilitokana na ziara zake mikoani. Swali alilojiuliza, ninafanyaje kutekeleza ahadi kwenye mafungu haya yote matatu? Inahitaji kiongozi mtulivu, mwenye busara, aliyejipanga, kukaa na wenzake, kuweka upaumbele ili kuhakikisha kwamba kazi zote hizi zinafanyika kwa ufanisi. Watanzania ni mashahidi wakubwa kwamba rais, pamoja na kwamba aliingia kwa mshtuko katika uraisi, pamoja na kwamba alikuta ahadi kwenye mafungu matatu makubwa mengi, lakini amefanya kazi ya kutukuka. Amejituma na amejitolea. Matokeo yake ya kazi yake yanaonekana kila mahali nchini, kila kata, kila wilaya, kila mkoa. Mashahidi wazuri wa kazi ya Rais Samia si viongozi, ni wananchi waliofaidika na kazi zake. Amefanya kazi katika sekta zote. Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi imekamilika kwa 98%. Ahadi za mgombea, kwa kumheshimu mgombea ambaye yeye amemrithi, ahadi zake zimetimizwa kwa 100%. Na yeye mwenyewe, kwa kutambua wajibu aliokuwa nao kwa Watanzania, ahadi zote alizozitoa wakati anatembea mikoani alizikamilisha kwa 100%. Katika kila sekta, sitaki kuzielezea, wenzangu walionitangulia akiwemo Profesa Kitila Mkumbo wamezieleza vizuri kwa ufafanuzi mkubwa sana. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mara baada ya uhuru wa nchi yetu, chini ya uongozi wa chama chetu, alikuja na kauli mbiu ya uhuru na kazi. Miaka 10 baadaye akaja kauli mbiu nyingine, uhuru ni kazi. Chama cha Mapinduzi leo katika kampeni yake inayoongozwa na Dr. Samia imekuja na kauli mbiu, kazi ni utu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Chama cha Mapinduzi, serikali inayoongoza na rais mwenyewe wanatambua thamani na umuhimu wa kazi ili nchi iweze kuendelea. Na kazi hii ameifanya kwa ufanisi mkubwa sana, akishirikiana na kushikamana na Watanzania. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumchagua tena katika miaka 5 ijayo. Katika muda wa mwezi mzima amezunguka nusu ya nchi hii, na huu mwezi anakwenda kumalizia nusu nyingine, na anafanya mambo matatu. La kwanza, anaelezea kazi iliyofanywa na serikali anayoongoza. La pili, analeta matumaini kwa Watanzania kwa kueleza kile ambacho Chama cha Mapinduzi kinaahidi katika miaka 5 ijayo. La tatu, kila anapokwenda anasikiliza wananchi kupitia kwa wawakilishi wao au wale wanaotaka kuwa wawakilishi, kujua shida zao, matakwa yao na hoja zao. Na kazi hii hadi sasa ameifanya vizuri na kwa ufanisi. Nilisema
kauli mbiu ya mwaka huu katika uchaguzi ni kazi na utu. Msingi wa utu, msingi namba moja wa utu ni haki. Rais bila kufikiria uchaguzi, bila kufikiria kutafuta kura, alisikiliza shida za wananchi, akagundua na kutambua kwamba tatizo kubwa katika taifa letu ni kasoro zilizoko katika kutoa na kusimamia haki. Akaunda tume iliyoongozwa na jaji mkuu mstaafu Jaji Othman Chande. Akaweka watu mashuhuri ndani ya kamati, wakazunguka nchi nzima kuwasikiliza wananchi wanasemaje juu ya haki zao. Maelfu ya wananchi wametoa maoni. Kamati hii iliundwa Januari mwaka 2023. Wakati huo si rais, si CCM waliokuwa wanafikiria uchaguzi. Kilichomfanya rais akaunda kamati hiyo ni pale alipokuwa kila wakati akisikia manunguniko ya wananchi juu ya haki. Kamati ilipomaliza kazi yake, ilikuja mbele ya rais ikatoa taarifa. Kwenye taarifa ile kuna mapendekezo 333. Mapendekezo hayo, ukitaka kujua umuhimu wa haki, mahitaji ya haki, na namna wananchi wanavyojali haki zao, na namna Rais Samia alivyotambua umuhimu wa kujali haki zao, mapendekezo 333 yanazigusa wizara 23 na taasisi 47 ndani ya serikali. Taasisi kama polisi, magereza, TAKUKURU, mahakama, ofisi ya mwanasheria mkuu, ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu na kadhalika. Wizara zote karibu zimeguswa. Kwa kutambua umuhimu wa haki na kazi iliyofanywa na kamati hii, rais aliamua kwamba ile kamati sasa isimamie utekelezaji wa hayo mapendekezo 333. Nimalizie kwa kusema rais anafanya kazi kwa kujituma, kwa kuwajali Watanzania, kwa kutambua dhamana alionayo mbele ya Watanzania, mbele ya wananchi na mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi binafsi namuombea kura, na naamini Watanzania siku ya kupiga kura tutajitokeza kwenda kumpa kura mgombea urais. Tutawapa kura wabunge wa CCM, wagombea wa CCM na madiwani wa CCM. Mkutano huu ni wa mgombea urais. Sidhani ninatakiwa kusema mengi zaidi ya hapa. Ndugu rais, nina hakika kwa kazi kubwa uliofanya, kwa kampeni kubwa uliopiga, kwa namna unavyojieleza, unavyonyenyekeza kwa Watanzania, nina hakika Watanzania watakupa kura zao. CCM oye! Dr. Samia oye! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Arusha oye! Hamasa!